Ndani ya serikali tuna matumizi makubwa sana ya mafuta. Magari ni mengi, safari zetu ni nyingi, niwaombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta. Tunaanza kupunguza matumizi ya mafuta. Nami naanza na ofisini kwangu. Ninapotembea, maafisa wote, wakubwa wote na magari yao nyuma wananifuata. Kuanzia sasa ninapokwenda kokote, wote nitawaingiza kwenye kibasi kimoja. Msafara utakuwa escort yangu, ya polisi na yangu na gari ya akiba nyuma. Wanaobakia wote nawaingiza kwenye kibasi kukata matumizi ya mafuta. Kwa hiyo ninaomba na nyinyi katika maeneo yenu tukate matumizi ya mafuta. Lakini kwa sababu nazungumza hapa na wananchi wananiona, kaniongee na wananchi kwamba upandaji wa bei ya mafuta mara zote unakwenda na upandaji wa bei za bidhaa. Sasa kwanza niongee na wafanyabiashara kwamba kwa zile bidhaa ambazo tumezinunua muda mrefu na ziko maghalani, basi tuangalie jinsi ya kuadjust bei na isitumike fursa hii ya kupanda kwa mafuta na kuweka bei za bidhaa kubwa kuliko zinavyopaswa kuwa. Lakini wananchi pia, kuna bidhaa ambazo zinaingia kipindi hiki ambazo zimekumbana na msukosuko huu, bidhaa zitapanda bei. Niongee na wananchi kwamba haya si mambo ambayo serikali imesababisha. Ni mambo ambayo yana ulimwengu mzima, na hapa kwetu nilianza kutaja bei za mafuta kwa nchi mbalimbali. Hapa kwetu Tanzania bei ziko chini ukilinganisha na majirani zetu wote waliotuzunguka, pamoja na wengi wao kupunguza kodi kwenye mafuta, lakini bado Tanzania bei yetu iko chini kuliko wengine. Kwa niwaombe sana wananchi tuwe watulivu kipindi hiki.